ya darasani kule kwenye maeneo mengine, bali vile vile kwenye elimu yetu ya dini. Kwa tunafanya haya kwa dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa na msimamo katika dini. Sasa wakati tunaendelea na programu hizo za muda mfupi, ni lazima tuwe na programu hii ya muda mrefu ili kuhakikisha mambo yetu yanakaa sawa sawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ni kushukuru na nikukaribisha sana Mafia. Utapata nafasi ya kuzungumza na watu hawa na utawapa usia mwema. La mwisho kabisa ambao ningependa kuzungumza na hadhara hii, wazee wangu, ndugu zangu, leo au mwaka huu tuko katika mwaka wa uchaguzi, na hili ni lazima tulizungumze kwa sababu hata ile dini yenyewe imeruhusu mambo haya ya uchaguzi. Wa uchaguzi, na ni lazima kila tunapokutana tuyazungumze haya. Na mimi ni kiongozi, ni mbunge ambaye natokana na Chama cha Mapinduzi. Tarehe 18, tarehe 19 na tarehe 20 huu mwezi wa Januari, 18, 19 na 20 Januari 2025 tulikutana pale Dodoma kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Na katika mkutano ule wajumbe wote 1924 waliridhia na kupitisha jina la Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ndio atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Takbiri. Ndugu zangu, amani tunayoiona, amani tunayoiona, usalama tunaouona ni kwa sababu ya uwepo wa Chama cha Mapinduzi, uwepo wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo niwaombe, kwa sababu yeye ndiye tumempa dhamana ya kupeperusha bendera ya chama chetu, niwaombe sana itakapofika wakati mwezi wa 10 sote tuweze kujitokeza kwa ajili ya kwenda kumunga mkono kwa kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan ili aweze kutuongoza katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Lakini katika kikao kile vile vile tulimpitisha Daktari Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza kwa nafasi ya Rais Tanzania Bara, na kule Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi kuwa mgombea kwa upande wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo hili tunapokutana ni lazima tulizungumze kwa kuhakikisha kwamba tunakwenda kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa upande wa hapa Mafia, mimi niseme wazi, kwa upande wa hapa Mafia hatuna cha kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa yale makubwa ambayo yamefanyika. Tuweke pembeni haya tunayoyafanya ambayo tunayafanya sisi wenyewe, lakini yale makubwa ambayo yametufanyia hapa Mafia. Zaidi ya bilioni 50 zimeweza kufika kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kesho tunampokea mkandarasi ambaye atakayekwenda kufanya kazi ya kuvusha umeme. Umeme umeshafika katika visiwa vyetu vidogo vidogo, na visiwa vidogo vidogo vitatu huko, tuna Chole, Diwani na Jibondo. Kesho asubuhi tuna mkandarasi ambaye tayari tumeshasaini mkataba wa zaidi ya bilioni 6 unakwenda kuvuka umeme. Baada ya pale Chole ulipofika unakwenda Diwani na anapeleka umeme mpaka Jibondo katika kipindi hiki cha Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni katika kipindi hiki tulikuta hapa kuna kata 6 tu zenye shule za sekondari, lakini leo tunazungumza habari ya kuwa na shule 11 katika wilaya ya Mafia. Ndani ya miaka 5 hii tumejenga shule mpya za sekondari zaidi ya 5. Katika kipindi hiki tulikuwa hatuna chuo cha VETA, Katika kipindi hiki tulikuwa hatuna kivuko, tuna kivuko hivi Kinondoni inafanya kazi pale. Katika kipindi hiki ambayo mambo kadha wa kadha yalikuwa hayapo yamekuwepo. Hatuna malipo pekee ya kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan, zaidi ya sisi sote kuweza kujitokeza takapofika mwezi wa 10 siku ya kupiga kura na kwenda kumpigia kura
Daktari Samia Suluhu Hassan ili awe rais wetu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Hiyo ndio itakuwa fadhila na hiyo ndio itakuwa ihsani kwake, zaidi ya ili nyingine ya kumwombea dua ya afya njema na maisha marefu. Sala ya Nabii. Takbir. Wazee wangu la mwisho kabisa ambao ningependa kulizungumza ndani ya hadhara hii, mimi ni kijana wenu, ni mtumishi wenu. Na nilikuja hapa mwaka 2020 nikiwa mkurugenzi kule Mtwara, na niliomba ridhaa kwenu kwamba tunataka tuiongoze Mafia, tuirekebishe Mafia, tuinyooshe Mafia ikae sawa sawa. Alhamdulillah, kwa ihsani yenu mkajalia kwamba mimi ndio niwe kiongozi wenu. Miaka 5 imekwisha, miaka 5 imepita, na Mungu akipenda inshallah tarehe 27 mwezi ujao, mwezi wa 6, tunatarajia kuahirisha bunge au kuvunja bunge la 12. Tarehe 28 mwezi wa 6, mchakato wa kupata viongozi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo itakuwa kimeanza rasmi kihalali. Na mimi kama kijana wenu, mtumishi wenu, na leo naomba niwaambie kwamba nimetia nia, nina dhamira, nina nia ya kutetea nafasi yangu hiyo. Tutaanza na purukushani kule ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini baadaye tutakuja huku. Ndugu zangu, katika kipindi hiki cha miaka 5 mmeona tuliofanya, mmeona niliofanya, na mnajua katika kipindi hiko kinachokuja baada ya mchakato kuanza, wengi watakuja tu kama walivyokuwa wanakuja au sasa hivi walivyo hapa au wanazokuja hapa. Hatutawazuia kuja, ni haki yao ya msingi, ni haki yao ya kikatiba. Lakini kizabuni, mimi naomba niwaambie tu, haya tunayoona yanayotokea hapa hayatokei kwa bahati mbaya. Yanatokea kwa sababu tumepata nafasi ya kuwa kwenye uwakilishi serikalini. Kwa wakati tunapokwenda huko au wakati tutakapokuja huko, naomba sana mtafakari mara mbili. Huyu anayekuja au huyu anayetufuata mwingine anakuja kwa maslahi ya Mafia au anakuja kwa maslahi yake yeye binafsi? Sala Nabii. Tuangalie sana ndugu zetu, kwa sababu wapo siku zote, na sisi tumekuwa tukipata madhara na madhara. Undugu wao umeanza leo, umuhimu wao umeanza leo. Hawakutuona kwa chochote, hawakutujua kwa chochote. Sasa sema akujuae kwa dhiki ndio rafiki. Kwa hiyo ndugu wenu mtakuja, na wao ndugu zangu wengine watakuja, lakini kwa rai yangu kwenu kwamba twendeni tukatafakari kwa kina, wapi tunapotaka kuipeleka Mafia, kiongozi gani atakayetuvusha, hasa kwenye nafasi hii ya ubunge. Matendo pirika zimekuwa nyingi sasa huko, vikao vimekuwa vingi huko, na lengo sio jingine tu hapa Kipanga asiwe mbunge. Lengo ni moja tu, kwa Kipanga asiwe mbunge, awe yeye. Kuna wengine tuliwapa nafasi, changamoto mliziona, na wengine ambao hawajapata nafasi, changamoto zao mnazijua. Kwa hiyo ni waase na ni wasihi sana, wakati utakapofika twende tukafanye maamuzi sahihi na tutafakari kwa kina wapi tunataka kupeleka Mafia, kwa maslahi ya Mafia, kwa maslahi ya kizazi cha Mafia, lakini vile vile kwa maslahi yetu wenyewe binafsi. Mheshimiwa Mufti, dhamira yangu sio kuhutubia mambo mengi ya siasa hapa kwa vile, lakini nilipata forum ambayo naamini imewakutanisha karibu wa Mafia wengi hapa, na wanaofuatwa na hao watu ni wako hapa, unaona, na wengine mashehe wangu ndio ambao wanaambatana nao, lakini sio tatizo, damu nzito kuliko maji.
lakini mimi niko pamoja na nyinyi. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, tuko pamoja. Sheikh, kwa sababu baadaye tutakuwa na nafasi ya kuitisha harambee hapa, kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kuchangia, na mimi vile vile pamoja na hayo ya nyuma, lakini tutachangia. Lakini niliwaambia mashehe, jambo hili ni jambo langu, ni jambo letu. Kwa tumefanya tathmini ya michoro hii vizuri, tumeshapata gharama zake, tumewatafuta vile vile na wadau wengine, pamoja na wadau wa Mafi hapa, lakini alhamdulillah tumepata na wadau wengine wengi. Kwa hiyo jambo hili ni kuondoa hofu, ni kuondoa wasiwasi, litakamilika. Tunataka hapa baada ya mwaka mmoja uje hapa utuzindulie wakati wanafunzi wakiwa hapa ndani. Leo tunaweka jiwe la msingi, lakini tunatengeneza siku ya kufanya uzinduzi, na inshallah mimi nitakuwa bado naendelea kwa mbunge kwenye eneo hili. Tutakupokea hapa kwa bashasha. Wakati huo kituo chetu kitakuwa tayari kimeshaanza kufanya kazi na vijana utawakuta hapa. Kwa hiyo sisi tutakwenda kulisimamia vizuri, na mimi inshallah baada ya mambo yote vile vile nitachangia hapa. Ahadi yangu mimi mwenyewe binafsi, ile sio kutoka kwa watu wengine hao ambao nachangia, nitachangia milioni 10. Nitachangia milioni 10 kwenye jambo hili kuhakikisha kwamba jambo letu hili linakwenda vizuri, na tulishaongea na shehe kwa sababu ya majengo yanatakiwa kupauliwa, yanatakiwa kuwezekwa. Na mimi nisema kama nitabeba dhamana ya kuhakikisha tunaleta mbao. Kwa hiyo kwenye ile shehe ile milioni 10 tunazungumza ni yale mambo ambayo tulisema tutayafanya kwa ajili ya mbao hapa pamoja na mabati yake, lakini na kugharamia shughuli zote za upauaji mpaka tuhakikisha kwanza hii structure iliyokuwa ya jengo la utawala inakamilika kwa maana ya kupauliwa na kuwezekwa na ukamilishaji wake. Wa hadha, assalamu alaikum wa afwa minkum. Asanteni sana.